Nisaidie 62:3 Qur'an. Kwa hivyo sijajibiwa swali. 62:3 kitabu ni cha Qur'an. Sijajibiwa swali langu. Swali langu la nyongeza. Hawa watu ambao walikuwa wanalewa kabla ya Uislamu walikuwa akina nani? Soma hiyo. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Kumbe kuna wengine walikuwa kabla ya Uislamu. Hao ni akina nani? Naomba ukuje uniambie. Kabla ya Adam hao waliokuwa wanalewa ni akina nani? Njoo ujibu. Mwalimu na mtu msomi anaweza kujenga hoja ya kumtega mwalimu kwa moja ili baadaye ampale mbele kwa mbele, lakini bado anakuwa ndani ya mada ili hoja za mtego ndo za kielimu kwa faida ya sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Kristo. Haleluya. Karibu ni mtu mmoja. Waislamu takbir. Hili swali ndio maana lilikataliwa toka mwanzo. Na bado Wakristo wanasema ni swali la kielimu. Kwa nini likataa hili swali kutoka mwanzo? Tunalifaida kwa mwenyewe sema inshallah. Alafu itaishia vizuri ndio utasuri. Kwa nini? Swali muuliza kabla ya Adamu. Adamu hajawepo hapa duniani. Kuna mwanadamu gani alikuwepo duniani? Ngoja kidogo. Nasema ni swali la mitego, swali nje ya elimu. Ndio kaita mdahalo wa kielimu. Angoja basi kidogo. Alafu mnakuja mnatoa aya nyingine nasi wal mansur. Ndio swali alilojengea swali. Kama ni hoja kati ya Biblia na Qur'ani wapi? Anasema mdahalo wa kielimu. Kwa kuchangia kwako mimi lazimu na mimi kulizungumzia hili sababu Adam hakuwepo hapo. Mnazungumzia ulevi kabla ya Adam haya. Wapi na wapi? Na changia ulevi na jadili kati ya Uislamu na Ukristo, ipi dini ya kweli? Mada ni kati ya Uislamu na Ukristo, ipi dini ya kweli? Au ulevi kukatazwa baada ya kuja mtume, wapi na wapi? Hilo ndio swali la kielimu na mdahalo wa kielimu. Tustiki katika mada kati ya Uislamu na Ukristo, ipi dini ya haki? Sio ulevi kabla ya Adamu. Adamu hakuwepo. Wewe Adibeli ulikuwepo, wewe mwenyekiti mwenza ulikuwepo. Haya, hao waliolewa walikuwepo wapi kama Adamu hakuwepo? Kwa swala la kielimu. Kwa hiyo kwa kuwa mwenyekiti umesema twende hivi Dr. Sule njoo tupe elimu bana, falyatafadhal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu tutulie kidogo, tufanye operation. Naomba mnisikilize vizuri, tulieni kidogo. Furaha isizidi jambo letu. Nataka nikuambieni kitu. Unajua Ndacha na msomaji wake wamekuwa wanatumia akili nyingi sana katika kudanganya baadhi ya vitu. Amesoma Qur'ani sura ya ngapi hiyo tumesoma? Naam, 206. Ya sura gani? Sura al-Baqara aya Bakara 206. Lakini wakati alipomaliza kusoma hiyo aya, sherehe aliyosoma ni sherehe ya 209. 219. Isome hiyo sherehe. Inasema tumekushataja kwenye maelezo ya aya ya 106. Tumeshakwisha kueleza katika maelezo ya aya ya 106 ya hii suratul Baqara kuwa katika hii suratul Baqara kuwa ulevi na kamali vilikuwa ni vitu vilivyobobea kwa Waarabu. Ulevi na kamali ni vitu vilivyobobea kwa Waarabu. Kwa hata sherehe yenyewe inaonyesha waliokuwa wakinywa kabla ya hawa Waislamu wa zama za mtume walioharamishiwa pombe ni Waarabu kabla ya kuja mtume Muhammad. Endelea. Basi walipouliza hukumu yake waliharamishiwa kipande. Walipoelezwa
hukumu ya hii pombe, zikaja aya kwa mafungu kuharamisha. Ya kwanza ikawa msikaribie swala hali ya kuwa mmelewa, ambayo iko katika sura ya 4 aya ya 43. Mwenyezi Mungu anaharamisha, anakataza pombe. Ilipokuja 5:90 fungu la pili, ikakomeshwa pombe isitumike tena. Ndacha anataka kujua kabla ya Adam nani alikuwa anakunywa pombe? Kabla ya Adam kulikuwa na kiumbe mwingine mwanadamu, wakati Adam ndo mtu wa kwanza. Mdahalo wa kielimu bado unauliza kabla ya Adam, naona jua. Si unasoma wewe katika Biblia kwamba Mungu alimuumba Adamu kwanza alafu akamuumba Hawa. Na hii inazungumza ni zama za mtume wa Arabu. Na hiyo inazungumzia zama za mtume na inazungumzia habari ya Waarabu. Lakini kwa swala la mimi nilijibu swali hapa. Nikasema kama utakuwa kule nyuma unazungumzia Waislamu walikatazwa kunywa pombe, ni kina nani waruhusiwa kunywa pombe? Nikasema wasiokuwa Waislamu na Wakristo wanaamini kitabu chao kitakatifu ni kitabu gani? Biblia. Wakristo wanaamini kitabu chao kitakatifu ni kitabu gani? Sasa nani karuhusu ulevi wakati Qur'ani imekataza? Yeremia 25:27. Soma hiyo. Na 25:27 kitabu cha Yeremia. Waliokuwa wanakunywa kabla ya zama za mtume. Sawa kabisa. Walevi hao. Walevi wakubwa. 25:27 Yeremia inasema, nasemaje? Nawe utawaambia hivi. Mungu wa Wakristo anasema nawe utawaambia hivi. Bwana wa majeshi, Mungu wa Kikristo, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, Mungu wa wana wa Israeli asema hivi, anasema hivi. Kunyweni. Kwanza kunyweni na kulewa. Tena leweni na na kutapika. Tena tapikeni, takbir. Na kuanguka. Kwa hiyo Biblia ndio imewataka Wakristo walewe, watapike mpaka waanguke. Si nimeeleweka? Sasa niulize swali, ukilewa mpaka ukianguka itakuwaje mambo haya? Unalewa mpaka uanguke, itakuwaje mambo haya? Kwa Biblia ndio kitabu kimeruhusu ulevi mpaka kuanguka. Kwa akitaka kujua badala ya Waislamu kina nani wanaruhusiwa kunywa mpaka kuanguka na kulewa, Waislamu wameharamishiwa pombe, Wakristo mmeruhusiwa kunywa mpaka muanguke. Si tuagizie bia, ila sisi haramu kunywa, kuuza, kununua, vyote si haramu. Kwa hiyo hapa haturuhusu hapa pombe. Daktari, kumbe ulikuwa unamsubiri tu kipindi cha pili. Nilikuwa namsubiri tu hapo aingie ili tumuoneshe walevi wanaokunywa mpaka kuanguka ni wale wanaofuata Biblia. Sasa utaniambia wewe, kati ya Biblia na Qur'ani Mungu gani unasikiliza maagizo yake? Unasikiliza Mungu wa 5:90 Qur'ani anayezuia pombe, au wa Yeremia 25:27 anayekutaka unywe mpaka uanguke? Chagua Mungu unayempenda, uje uwaambie watu hapa unampenda Mungu gani. Allahu Akbar. Na unamfuata Mungu gani? Sisi tumekatazwa 5:90. Asante. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inshallah huu ni muda wa swali kutoka kwake Dr. Sule. Na ni muda wake, kwa maana ni muda wa sasa yeye kumuuliza Pastor Ndacha. Nasema tustika katika mada mdahalo wa kielimu. Mada ya leo, kati ya Waislamu na Ukristo ipi dini ya haki? Dr. Sule, tafadhali mashkura, dakika 3 za kuuliza swali. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.